Ibrahim Traore, kiongozi wa Burkina Faso, ameanzisha na kuimarisha uhusiano wa karibu na Russia na kiongozi wake Vladimir Putin. Uhusiano huu umekuwa ukionekana wazi katika siasa za kimataifa na kujenga mazingira ya kushirikiana katika nchi ya Burkina Faso na Russia. Hapa kuna baadhi ya mambo muhimu kuhusu uhusiano wa Traore na Putin. Namba moja, msaada wa kijeshi na usalama. Traore ameanza kushirikiana na Russia kwa msaada wa kijeshi ili kukabiliana na vitisho vya ugaidi na usalama katika eneo la Sahel. Russia kupitia Wagner Group, kikosi cha wanajeshi rasmi, imekuwa ikitoa mafunzo na vifaa vya kijeshi kwa Burkina Faso. Msaada huu unalenga kuimarisha uwezo wa Burkina Faso kupambana na wanaharakati wa kigaidi ambao wamekuwa wakiasili katika eneo hilo. Namba mbili, kupinga ushawishi wa magharibi. Traore na Putin wanashiriki msimamo wa pamoja wa kupinga uingiliaji wa nchi za magharibi, hasa Ufaransa, katika mambo ya ndani ya nchi za Afrika. Traore ameondoa vikosi vya kijeshi vya Ufaransa kutoka Burkina Faso na kuelekeza kwenye Russia kwa msaada wa usalama. Hii inaonyesha mabadiliko ya kisiasa ambapo nchi za Kiafrika zinatafuta washirika wapya wa kimataifa badala ya kuendelea kutegemea nchi za kikoloni za zamani. Namba tatu, uhusiano wa kiuchumi. Traore ameonyesha nia ya kupanua uhusiano wa kiuchumi na Russia. Hii inaweza kujumuisha uwekezaji katika sekta mbalimbali kama vile madini, nishati na miundombinu. Russia inaweza kusaidia Burkina Faso katika kuchimba na kutumia rasilimali zake asili kwa manufaa ya ndani. Namba nne, msimamo wa kisiasa kimataifa. Traore na Putin wanashiriki msimamo wa pamoja dhidi ya mfumo wa kimataifa unaoongozwa na magharibi. Wote wamekosoa ubeberu na kuitaka Afrika kuwa uhuru na kujitegemea. Traore ameonyesha msimamo wa kushirikiana na Russia katika mambo ya kimataifa, ikiwa ni pamoja na kuhusu mada kama vile usalama wa kimataifa na haki za nchi zinazoendelea. Namba tano, maono ya Pan-Africanism na ushirikiano wa Kiafrika Russia. Traore anaona uhusiano na Russia kama njia ya kuimarisha msimamo wa Afrika katika ulimwengu. Anaamini kuwa ushirikiano na Russia utasaidia kuleta mabadiliko ya kijamii, kiuchumi na kisiasa barani Afrika. Putin kwa upande wake anaona Afrika kama eneo muhimu la kupanua ushawishi wake wa kisiasa na kiuchumi, hasa kwa kuzingatia rasilimali asili na nafasi ya kisiasa ya bara hilo. Namba sita, changamoto na masuala ya kutulia mkazo. Uhusiano wa Traore na Putin umekuwa na upinzani kutoka kwa baadhi za nchi za magharibi na mashirika ya kimataifa ambao wanaona ushirikiano huo kama tishio kwa maslahi yao. Pia kuna wasiwasi kuhusu utawala wa Wagner Group na athari zake kwa haki za binadamu na utulivu wa kijamii katika nchi za Afrika. Uhusiano wa Ibrahim Traore na Vladimir Putin unatokana na maslahi ya pamoja ya kukabiliana na changamoto za usalama, kiuchumi na kisiasa. Traore anaona Russia kama mshirika muhimu wa kumsaidia kufanikisha malengo yake ya kujitawala na kujiletea maendeleo Burkina Faso. Hata hivyo, uhusiano huu una changamoto na majadiliano makubwa, hasa kuhusu ushawishi wa Russia katika mambo ya ndani ya Afrika. Je, una maoni gani kuhusiana na hili mtazamaji? Unaweza ukaacha maoni yako hapo chini, alafu sisi tutakuja kukupa majibu ya yale unayojiuliza. Asante, ulikuwa nami G Venga hapa ndani ya Kiswahili TV.